wamefika kwenye eski tunanosumbua wanapiga kama mko na contact. Tukiwa ndani ya Mikenge ambako wapiganaji 20 wa Twirwaneho na Red Tabara wameweza kujisalimisha kwenye mikono ya FARDC wakishirikiana na wazalendo, kisha tu mapigano makali dhidi ya vikundi hivyo viwili, na wapiganaji hao waliweza kujisalimisha wakiwa na silaha mbalimbali kama vile bunduki za AK-47, bunduki nzito ya PKM pamoja na aina ya RPG-7. Kwa mujibu wa mahojiano ya awali, wapiganaji hao wa zamani wamesema wameamua kujiondoa kwenye uasi kutokana na hali ngumu ya maisha na mateso yaliyokuwa wakipata wakati wakiwa ndani ya makundi hiyo ya Red Tabara pamoja na Twirwaneho. Kanali wa muda wa Operation Sokola D Apoko Bangala Michel ameweza kusema kuwa wapiganaji hao aliweza kuwapokea kwa kufuata taratibu rasmi za kuwaondoa vitani na kuwarudisha katika maisha yao ya kawaida. Hizo ni habari kutoka huko Mikenge ambako watu na vikosi mbalimbali vyazidi kuweza kujisalimisha kutokana na operation ambazo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuzifanya ili kuweza kurudisha amani ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zaidi sana ndani ya mashariki. Tukiwa ndani ya tarafa la Fizi huko Sebele ambako imeweza kuripotiwa mauaji ya wanawake wawili, mmoja akiwa na miaka 63 na mwingine akiwa na miaka 59. Wanawake hawa wawili wenye umri wa miaka yenye kusonga mbele wameweza kuuawa usiku wa tariki 18 kuamkia leo hii tariki 19 Machi mwezi huu mwaka huu wa 2026. Kutokana na habari ambazo tumeweza kuzipokea ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inazidi kuwa mbaya kutokana na mauaji ya hapa na hapa, na huko Sebele mauaji hayo yaliweza kufanyika na kufikia sasa bado hatujapata habari kuhusu watu ambao walihusika na vitendo hivyo. Ni kusema wahusika wa mauaji hayo ni watu ambao hawajulikani. Wakahaji ndani ya eneo hilo na majirani wa watu hao wanazidi kuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na kifo cha watu hao, na waliendelea kueleza kuwa hali hiyo inazidi kuwa mbaya zaidi sana wakati wa usiku, kwa kuwa watu ambao wanaweza kufanya kitendo chochote kibaya kile hawawezi kuonekana wala kujulikana. Hivyo waliweza kuiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kufanya kazi yake ya kuendelea kuilinda raia na kuhakikisha usalama unazidi kuwa wa kutosha kwa wakaaji wote. Tukielekea basi huko Iran, Israel na maeneo mengine ambayo yanaendelea kukumbwa na vita, milipuko ya droni na masasi na mabomu makubwa, inaelekea kuwa ndani ya Hebron kumeweza kuripotiwa vifo vya wanawake 3 na wengine 4 waliweza kujeruhiwa makosa kutokana na mabaki ya mabomu ambayo iliweza kuangukia mahali ambako walikuwa wanaketi. Walikuwa wamoja katika kazi yao ndani ya saluni ya urembo katika eneo la Beit Hawa huko ndani ya Hebron. Taarifa hizo tuliweza kuzipata kutoka kwenye Palestinian Red Crescent Society, na kwa mujibu wa chama hicho, kwa mujibu wa society hiyo, vipande vya kombora ambayo inaitwa shrapnel viliweza kudondokea kwenye saluni hiyo na maeneo mbalimbali, na hivyo kuweza kusababisha maafa makubwa. Na majina ya wanawake hao ni yafuatayo. Mmoja mwenye miaka 17 ni Mais Gazi Msalmeh ambaye alikuwa na miaka 17, na mwingine ambaye alikuwa na miaka 50 jina lake ni Sahira Msalmeh, pamoja na mwingine ambaye alikuwa na miaka 36 ambaye jina lake ni Amal Sobi Salmehe. Hizo ni jina za wanawake hao. Tukio hilo la vifo vya watu 3 limeweza kutokea tu baada ya saa chache serikali pamoja na wanajeshi wa Israel kuweza kuhakikishia wakaazi wao kuwa waliweza kuzuia mabomu kutoka ndani ya nchi ya Iran. Na kama tu tunajua kawaida ya eneo ambazo zimeweza kukumbwa na tukio hilo, waokoaji walikuja na kuweza kufanya kazi yao ikiwa ndani ambulance 5 ambazo ziliweza kufika
kufika na kuweza kupeleka miili ya wale waliofariki pamoja na waliojeruhiwa kupelekwa kwenye hospitali ili kuweza kupata matibabu ili kuwaokoa maisha yao. Hizo ni habari ambazo tulikuwa tunakutayarishia kwa siku ya leo. Hivyo endelea kuwa nasi ili kupata habari kwa wakati mwingine unaokuja. Hivyo tunakuomba usisahau kushare, kusubscribe na kucomment ili kutuonesha kweli ikiwa uko pamoja nasi. Quelqu'un parmi vous peut-il témoigner s'il a été fouetté par nos éléments après s'être rendu aux forces gouvernementales? Personne. Nous vous accueillons et vous souhaitons un bon retour chez vous. Dites à ceux qui traînent encore les pas dans la forêt de bien vouloir se rendre aux forces gouvernementales. Ils seront toujours bien accueillis. Nous vous rappelons que les Banyamulenge sont nos frères. Ils ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis sont ceux qui détiennent les armes pour venir combattre aux côtés